Kutafakari pamoja, naweza kutafakari neno la Mungu wote kwa pamoja jioni ya leo. Somo letu itakuwa ni juu ya nguvu iko katika neno la Mungu, sio katika mtu. Maana tumeona watumishi mbalimbali, baadhi yao wakidai kwamba wenyewe wana nguvu na wamekuwepo wakitegemewa na watu kwamba wenyewe ni nguvu. Sasa leo tunaenda kuangalia neno la Mungu linasemaje juu ya hili. Kwa nini leo watu wengi wanakimbilia mtu kuliko neno la Mungu? Kwa nini wengine waamini nikimgusa mchungaji fulani nitapokea nguvu, lakini hawana muda wa kusoma Biblia yao? Biblia inatuonya wazi katika Yeremia 17 mstari wa 5. Imesema kwamba alaaniwe mtu yule amtegemea mwanadamu na kumfanya mwanadamu mwenye mili kwa nguvu yake. Na tena Biblia inatuambia kwamba kusoma katika Zaburi 118 mstari wa 8 nasema ni afadhali kumtumaini Bwana kuliko kumtumainia mtu. Kwa hiyo hii ndiyo changamoto kuu ya kizazi chetu. Watu wamejenga imani yao juu ya wanadamu badala ya kujenga juu ya neno la Mungu lisilobadilika. Ukweli ni huu: hakuna mwanadamu aliye na nguvu zake mwenyewe. Nguvu zote zinatoka kwa Mungu, na Mungu hutenda kupitia neno lake. Kwa pia naweza kumkaribisha mtumishi mwingine ambaye ataendeleza zaidi ili kujifunza zaidi juu ya hili swala, na ni swala zuri ambalo Roho Mtakatifu ana makusudi ya kukufundisha kitu. Karibu. Nguvu iko katika neno na si mtu. Neno la Mungu lina nguvu. Katika kitabu cha Waebrania 4:12 yatuambia kwamba neno li hai, neno lina nguvu, na neno lina ukali wa upanga ukatao kuwili. Na katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 11 inatuambia kuwa Biblia inatuambia kuwa sio manabii ndio wenye nguvu na sio mitume ndio wenye nguvu, bali neno ndilo lenye nguvu. Na pia katika kitabu cha Warumi 10:17 inatuambia kuwa neno linaokoa, neno linaokoa, neno labadilisha maisha ya mtu, na pia neno linaweza katika neno linaweza kumbadilisha maisha ya mtu. Ni kwamba mfano halisi ni kwamba mtu alikuwa mlevi, muuaji, na pia alikuwa mzinzi, lakini likambadilisha. Tunaenda kumkaribisha mtumishi wetu atuendeleze. Nguvu ipo katika neno, si katika mtu. Wachungaji ni vyombo, si chanzo cha nguvu. Mtume Paulo anafafanua katika Wakorintho wa pili 4:7 kwamba hii chupa unayoiona hapa, hii chupa inatumika kubebea maji, lakini hii chupa haiwezi kuzalisha maji. Hivyo ilivyo kwamba mchungaji yeye anabeba neno la Mungu ndani yake, lakini huyo mchungaji
yeye hawezi, sio chanzo cha nguvu. Mambo yafuatayo yanapingana na maandiko. Mambo haya ni, jambo la kwanza, nguvu ya kugusa. Kwamba wachungaji wanasema wenyewe ukigusa mavazi yao, kupitia kugusa mavazi yao, kwamba mtu anaweza akaponywa, mtu anaweza akatatuliwa shida zake kupitia kugusa vazi la mchungaji. Jambo ambalo ni kinyume kabisa na maandiko na ni la uongo. Jambo la pili, bidhaa zenye nguvu. Wachungaji wanafanya biashara makanisani, kwamba mchungaji anauza sabuni, anauza maji, anauza vitambaa. Anasema hivi vitambaa vina nguvu ya kimungu ndani yake. Jambo ambalo ni la uongo. Jambo la tatu, maneno yasiyopingika. Kwamba mchungaji neno analolisema, neno lake ni sahihi. Mchungaji hakosei. Yaani mchungaji kila anachokisema ni sahihi. Ambapo wanatunga mambo yao ambayo yapo kinyume na Biblia. Kwamba muumini haruhusiwi kwenda kwa hakiki neno analosema mchungaji kama lipo kwenye Biblia. Kwamba mchungaji yeye amekamilika. Jambo la nne, ibada ya utu. Ibada ya utu, kwamba mchungaji yeye ndo anaamua kila kitu kinachotokea katika kanisa. Yeye ndo anapanga ratiba zote. Kwamba mchungaji anaweza akaamua siku yoyote mje msali. Anaweza akataja hata siku ambayo ipo kinyume kabisa na Biblia, kwamba ndo siku ambayo inatumika kumwabudu Mungu. Jambo la tano, kwamba utegemezi wa kuhudumu. Kwamba mchungaji, waumini wanamtegemea mchungaji pekee. Kwamba mchungaji yeye ndo anaweza kuongea na Mungu katika mambo yote, wanamtegemea mchungaji. Mchungaji yeye ndio ana imani kubwa kuliko waumini. Mchungaji yeye ndo ana nguvu za kimungu. Yaani waumini wameweka tegemezi lao kwa mchungaji, ambapo imeandikwa katika Biblia katika Wakolosai 2:6 hadi 10. Mifano ya mambo hayo ilionekana katika Matendo 14 mstari wa 14 hadi wa 15. Tunaona kwamba una makutano yalichukua nguo ya mtume Paulo na Barnaba, kwamba wataka waachome, kwamba kupitia kuchoma kuna nguvu zitatoka na wenyewe watapata hizo nguvu. Kwa hiyo jambo hilo lilikuwa ni jambo ambapo tunaona Paulo na Barnaba walipingana nao, wakasema kwamba wenyewe pia ni binadamu kama wao. Kwa kupitia wao hamna nguvu yoyote ambayo wataipata. Lakini kuna swali la kujiuliza kupitia mambo haya, kwamba wewe, je, huduma unayoifuata inakuvuta karibu na Mungu au inakuvuta karibu na mtu? Je, hiyo huduma unayoifuata inakuvuta karibu na mtu au inakuvuta karibu na Mungu? Asante, na kukaribisha mtumishi. Tunaendelea na somo letu, nguvu iko katika neno la Mungu. Usiweke imani yako kwa mtu, weka imani yako kwa Kristo. Leo tunaona watu mbalimbali wakisafiri umbali maelfu ili kumtafuta mtu, huku Biblia zao wakiwa wameziacha nyumbani zimejaa vumbi. Yesu alituagiza tutafute maandiko katika Yohana 5 mstari wa 39. Mfano mzuri ambao unatuongoza katika hili ni Waberoya. Waberoya walikuwa wakichunguza maandiko katika Matendo 17 mstari wa 11. Mtumishi wa kweli hatufanyi tumtegemee yeye, bali atatuongoza kwa Kristo na neno lake. Nguvu iko katika neno la Mungu, lakini nguvu iko katika neno la Mungu, si mwanadamu. Ninakusihi leo ndugu, usijenge imani juu
juu ya jina la mtu. Usijenge imani juu ya huduma ya mtu. Jenga imani juu ya neno la Mungu. Mtu anaweza kukosea. Mtu anaweza kufa. Mtu anaweza kubadilika, lakini neno la Mungu haliwezi kubadilika milele, kama ilivyoandikwa katika Isaya 40:8. Nimemaliza ili nimkaribishe mtumishi aendelee. Nguvu iko katika neno la Mungu, si mwanadamu.